au tumeozeshwa watu wa aina hiyo katika majumba yetu. Mtume alayhi salam atuhusia sana kuwafanyia uadilifu wanawake, na haya ameeleza katika hadithi niliyoisoma. Lakini pia sisi wanaume tuna haki za wajibu juu yetu kuwatekelezea wake zetu, kama hadithi ya Muawiya ibn Haida. Tuna haki ya kuwalisha, tuna haki ya kuwavisha wake zetu, tukila na wao wale, tukivaa na wao wavae. Tumewaambiwa tusiwapige uso wala tusiwakebehi kwa kuwatweza. Wakati mwingine tukawasimanga, mtu ukamtia ila kwa sababu ya maumbile yake ni mkeo, lakini watu wa maneno ya dharau. Siku ile nilikosea kwenye kutumbia kijike cheusi kama machungu. Hizi ni lugha gani wamwambia mkeo? Kwa nini hujamuona mweusi yule mpaka umemleta ndani? Sasa wamsimangie weusi wake, kwani ulimuonaje siku ile mpaka ukamchumbia? Ni lugha za dharau. Na wengine wafikia mahali wakawapiga wake zao vipigo vya mwizi. Maal asaf, baadhi yao min ahli sunna wa min as-salafiyin wanasifika kwa kupiga. Twaletewa kesi wanawake wanakuja na ngeu, mpaka waona huyu kapigwa rungu, amekatwa na panga. Amwambia, haya mama, kwani nini? Anasema, ni ngumi hiyo ustadhi, ngumi hiyo. Ittaqullaha ya ibadallah, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuna haki tumewajibishiwa kwa wanawake hawa, ikiwemo kuwahifadhi na kuwasaidia. Na ukiwa amekukosea, basi adhabu zako ziwe za kiwango. Na kama ni kuhama, hama hapo hapo kwenye nyumba, sio wamuhama mke wenda da. Mke umemwacha pongo, eti umekasirika, nimemuhama, washatana naye wewe. Mtu achukua gari aenda zake, enda da, na mwacha mke pongwe hapa. Hiyo ni hijra ya sampuli gani? Wamwachia nani majukumu ya mkeo? Nani atamsimamia? Ujinga huu kuna baadhi ya shabab min tulabina wa min ahli sunna wanafanya mambo haya. Mwatutia aibu. Simamieni familia zenu, pambaneni kusimamia familia zenu. Hamkuoa kwa maslahi ya mtu, au tumeozeshwa watu wa aina hiyo.